Karibu Pemba. Karibu katika kisiwa cha marashi ya karafuu. Kisiwa cha Pemba ni miongoni mwa visiwa vilivyobeba historia kubwa nchini Tanzania. Historia inaeleza kuwa mji wa kwanza wa makazi ya watu uliojengwa kuanzia karne ya 13 unapatikana kisiwani Pemba na unatambulika kwa jina la Mkumbuu. Mji huo unapatikana pwani ya magharibi ya kisiwa cha Pemba, jirani kabisa na kijiji cha Ndagoni kilichopo katika rasi ndefu iliyotambulika kwa jina la rasi ya Mkumbuu. Simulizi hii itautazama mji wa kwanza wa kibiashara kisiwani Pemba, Jambangome, ambao kwa kiasi kikubwa bado haujafahamika sana kama unavyofahamika mji wa kwanza wa makazi ya watu, Mkumbuu. Mji huu unapatikana kusini mwa kisiwa cha Pemba katika kijiji cha Jambangome. Watu wa jamii ya Wahindi waliotambulika kwa jina la Mabohora walioingia kisiwani Pemba katika karne ya 18 na karne ya 19 waliofanya shughuli za kibiashara ndio wanaotajwa kuwa waanzilishi wa mji huu. Sehemu ya mto Jambangome uliotiririsha maji yake baharini ulitumika kama bandari ya kushusha na kupakiza mizigo mbalimbali ya kibiashara. Mwamba huu mgumu unaonekana hapa ni mithili ya eneo lililojengwa kwa kutumia saruji kwa ajili ya kurahisisha shughuli za kupakiza na kushusha mizigo. Pia, ukubwa wa eneo hili ulirahisisha zoezi la kusafirisha karafuu pamoja na mbata kutoka Zanzibar kuelekea katika nchi mbalimbali duniani. Kama ilivyo kawaida kwa shughuli zinazofanyika baharini, hutegemea kupwa na kujaa kwa maji. Wakati maji yakiwa yamejaa, hurahisisha mashua kushusha au kupakiza mzigo karibu na bandari. Lakini maji yakiwa yamepungua au yamekupwa, mashua hutia nanga mbali kidogo na bahari, na ikiwa mzigo utatakiwa kushushwa ama kusafirishwa haraka, nguvu kazi kubwa hutumika kwa ajili ya kushusha ama kupakiza mzigo. Hali hiyo ilichelewesha baadhi ya shughuli za kibiashara, jambo lililowapelekea wafanyabiashara hao wa Kihindi kujenga jengo lililotumika kama ghala ama eneo maalum la kuhifadhi mizigo yao. Uwepo wa ghala hilo uliongeza kasi ya wafanyabiashara kufanya biashara zao. Hivyo Wahindi hao aina ya Mabohora walishirikiana na Waarabu kuotesha mikarafuu
ili wapate karafuu nyingi zaidi na kusafirisha nje ya nchi. Utafiti wa mwaka 1985 ulibaini kuwa usafirishaji wa karafuu, mbata pamoja na nazi kutoka Zanzibar kwenda maeneo mengine duniani ilikuwa ni biashara kubwa katika eneo la ukanda wa Afrika Mashariki. Wakati biashara ilivyoendelea kushika kasi, Wahindi hao walifanikiwa kujenga majengo kwa ajili ya huduma muhimu kwa jamii, ikiwemo shule, kituo cha polisi, soko, pamoja na msikiti wa ghorofa moja. Jengo ambalo ndilo lilikuwa jengo refu kuliko majengo yote kwa wakati huo. Ulikuwa ni msikiti wenye kanda mbili. Kwa lugha nyingine, msikiti huu ulikuwa na sehemu mbili zilizotumika kuswalia. Tofauti na ilivyo katika msikiti wa Tumbe, wenyewe una kanda tatu ama sehemu tatu za kuswalia. Utunzaji wa mazingira katika eneo hili ni sababu ya msikiti huu kuonekana hivi ulivyo kwa sasa. Mizizi ya miti mikubwa iliyozunguka msikiti huu ni kama nguzo zilizoshikilia kuta za msikiti huu. Pengine isingekuwa miti hii, basi kuta hizi zingekwisha poromoka na kuanguka chini miaka mingi iliyopita. Tafsiri inayopatikana hapa ni kuwa utunzaji wa mazingira ni muhimu. Wahenga walisema, kitunze kikutunze, ama kitunze kidumu. Salum Saif Yusuf ni afisa mstaafu wa idara ya mambo ya kale Pemba. Anasema utawala wa kikoloni ulivyoingia Zanzibar, Wahindi walipangiwa kulipa kodi kubwa ili waweze kuendelea na biashara yao. Baada ya kugundua kuwa kodi waliopangiwa ilikuwa kubwa na hawawezi kuilipa, wafanyabiashara hao waliamua kuhama kutoka katika mji wa Jambangome na kuelekea katika maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Pemba, ikiwemo eneo la Chake Chake, Wete na Kengeja. Wengi wao walihamia katika eneo la Kengeja, katika mkoa huo huo wa Kusini Pemba, ambapo pia walijenga msikiti ili waweze kutekeleza ibada zao kwa urahisi na kuendelea na harakati zingine za biashara.
Katika eneo hili uliojengwa msikiti huu wa mabohora wa Kengeja, kulikuwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwemo maandalizi ya swala. Hivyo Wahindi hao walichimba kisima ambacho kiliwafaa wageni na wenyeji. Mpaka sasa kisima hiki bado ni kumbukumbu katika eneo hili, japokuwa maji haya hayatumiki tena. Kifo ni haki na hatima ya kila mwanadamu aliyezaliwa. Wahindi aina ya mabohora wengi ambao walifika kisiwani Pemba katika mji wa kwanza wa kibiashara wa Jambangome walizikwa katika makaburi haya yaliyopo Kengeja. Makaburi haya yamejengwa kwa muundo wa tofauti ukilinganisha na makaburi mengine. Yapo makaburi ambayo hujengewa ukuta mdogo na mengine ukuta mkubwa. Lakini muonekano wa makaburi haya ni wa tofauti. Ukuta wake umejengewa na kuwekewa nakshi mithili ya ngazi. Mzee Salum anasema hii ni alama muhimu ya Wahindi aina ya mabohora, ambapo kwa nyakati tofauti hutenga muda wa kutembelea makaburi haya ambayo walizikwa ndugu zao, kitendo ambacho huongeza idadi ya watalii wanaofika kutembelea kisiwani Pemba kwa ajili ya kutalii na kujifunza historia ya mji wa kwanza wa kibiashara wa Jambangome. Mji wa Jambangome unatajwa kuwa ni mji wa kibiashara uliozaa miji mingine ya kibiashara kisiwani Pemba, ukiwemo mji wa Chake Chake, Wete na Mkoani. Karibu Zanzibar, karibu Pemba, karibu kisiwa cha marashi ya karafuu. Tumerithishwa, tuarithishe.